Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kanda, naomba nichukue fursa hii nikukaribishe na utaendelea na itifaki iliyobaki. Karibu sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kanda. Asante. Watu wa Kahama pause. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Zanzibar, Makamu Mwenyekiti Bara, Katibu Mkuu wa chama chetu na viongozi wengine wote, itifaki nimeizingatia. Mheshimiwa wananchi wa Kahama na Watanzania ambao mnatusikiliza leo baada ya serikali kwa muda wa siku nyingi kutuzuia kuja kuzungumza na nyie, lakini baada ya wao kubana hatimaye wamefanyaje? Na sisi tumekuja hapa na mambo mawili. Jambo la kwanza ni katiba mpya. Tunataka katiba mpya sisi kama Chadema na Watanzania wote, kwa sababu katiba mpya ndiyo itaondoa matatizo ambayo tunayo watu wa Kahama. Ndiyo itaondoa matatizo ambayo yapo katika kanda yetu ya Serengeti. Kanda ya Serengeti inayo madini ya dhahabu, ina ziwa Victoria, ina wakulima wa pamba, ina kila utajiri ambao Mwenyezi Mungu alitujalia kuwa nao. Lakini kwa sababu ya katiba mpya ambayo hatuna uwezo wa Tanzania kuchagua wawakilishi na watu huko tusemea vizuri, hivyo vitu vyote vinaenda kwa watu wachache. Katiba mpya itatusaidia kupata viongozi wawakilishi ambao tukisema tunataka barabara, tunataka huduma za hospitalini ziwe nzuri, huduma hizo zitaletwa kwa wakati. Lakini katiba ya sasa inatuletea mkurugenzi ambaye hatujui anatokea wapi, ambaye hana uchungu na sisi. Ndiyo maana hata leo hawezi kujua habari ya barabara za watu wa Kahama. Mkurugenzi huyu tulipoenda kuomba kibali cha kufanya mkutano kwenye ule uwanja wa Maroli, yeye akatuambia twende kufanya mkutano Kagongwa, hataki tufanye hapa eti kwa sababu tutamsema bosi wake. Na sisi tukasema tutafanya hapa. Alibana, hatimaye akafanyaje? Sasa sisi watu wa Serengeti tunataka kumwambia mkurugenzi wakati wake wa kusikiliza matatizo ya Watanzania umefika, kwa sababu hii ofisi ataiachia kwa sababu Watanzania wameamua wanataka katiba mpya na si maneno. Sawa. Mmesikia mtu mmoja anaitwa Mtungi, Jaji Mtungi. Sisi kanda ya Serengeti na nyie wa Tanzania mlioko hapa wa Kahama, si mmesikia Mtungi amesema tujieleze? Sisi kanda ya Serengeti tunasema Chadema iko mioyoni mwetu, haiko kwenye makaratasi. Hata wakifanyaje baada ya miaka mingapi watatukuta tuko hapa tunaitaka Chadema yetu. Sawa. Wao waendelee na mipango yao. Tunamwambia Jaji Mtungi, badala ya kuhangaika na Chadema, kuiandikia barua Chadema mara lile mara hili, aenda kaisaidie CCM ambayo ina mpasuko mkubwa
Kama sio serikali kuingilia hiyo mipasuko, wasingekuwa hata wanakaa vikao vyovyote pamoja. Aenda isaidie CCM, aachane na Chadema. Huu ni mpango wa Mungu, haiwezi peoples. Kwa kuwa mimi ni mwenyeji na wageni wako wengi wamekuja kuzungumza na sisi, itakuwa sio jambo zuri. Itakuwa sio jambo zuri kuzungumza unapakua kila kitu, umepika kila kitu, alafu unakuwa wa kwanza unachukua kichwa na mapaja na filigisi. Inatakiwa uachie kwanza wageni wafanya nini? Wapakue. Sasa kwa kuwa tuna wageni kwenye kanda yetu, naomba nitambue uwepo wa wenye viti wa kanda wenzangu wote ambao wametoka katika maeneo mbalimbali kuja kutuunga mkono. Najua mtasimamishwa na itifaki nyingine, lakini kwa nafasi yangu kama mwenyekiti wa kanda hii, tafadhali naomba wenye viti wa kanda mliokuja kutunga mkono kwenye kanda yetu, naomba msimame mpungie watu mkono. Hao ni wenye viti wa kanda ambao wametoka sehemu mbalimbali. Yuko Matata jirani yetu, yuko Sugu, yuko pale Pwani, yuko hapa Pemba. Karibuni sana. Wewe sio mwenyekiti, wewe ni katibu. Asanteni sana. Nitambue uwepo wa viongozi wa kanda yetu ya Serengeti, viongozi wenu wa kanda ya Serengeti ambao mko hapa, tafadhali naomba msimame mpunge mikono na viongozi. Sio katoka hapa ngasema ona huku tutambua. Asante sana. Jambo la mwisho wakati namkaribisha mwenezi taifa. Jambo la mwisho kwa Watanzania wote mlioko hapa. Miaka ile ninakuwa mimi, kwa umri wangu, ng'ombe mmoja alikuwa akiibiwa kwenye kijiji. Ng'ombe mmoja au mbuzi akiibiwa kwenye kijiji, yote itapigwa. Hakuna kijana yoyote ataruhusiwa kubaki ndani. Mtafuata nyayo mpaka muhakikishe mmepata huyo ng'ombe. Na mkimpata huyo ng'ombe, mtarudi, wamama wataleta uji na chakula kuwapokea vijana wao ambao wamehakikisha ng'ombe amepatikana. Ng'ombe huyu, naomba Watanzania msikubali historia ambayo inajengwa kwa sasa. Msikubali utamaduni ambao unaanzishwa kwa sasa na umeendelea wa Watanzania kupotea, na nyie mnakaa kimya wakati ng'ombe mmoja alikuwa akipotea na akifika kwenye kijiji, nyayo zikiishia hapo, hicho kijiji kitalipa hiyo ng'ombe. Kwa nini Watanzania wanapotea na nyie mnakaa kimya? Msikubali, mpige kelele, mfuate nyayo, Watanzania wapatikane wote wanaopatikana. Peoples, kunja ngumi, kunja ngumi, kunja ngumi. Nimlete mwenezi aendelee na itifaki ili wageni wetu wazungumze. Kunja, 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 kunja. Kunja, pale nyuma, kunja, kunja.